Huu ni ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Na hii ni sehemu ya 14. Karibu sana katika ushuhuda huu wa kweli wa kwake mtumishi wa Mungu Aston Adam Mbaya kutoka nchini Kongo, ambaye alipata nafasi ya kupelekwa na Bwana Yesu katika vyumba 351 vya kuzimu kisha mbinguni na kushuhudia mambo mbalimbali ya kustaajabisha. Katika sehemu hii ya 14 tutaangazia kuhusu miji 47,000 ya peponi, ambapo hapa tutaangazia mji wa rehema. Mimi mwandaaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri, daktari wa masuala ya kiroho. Unaweza ukanipata Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu zinapatikana katika channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promover TV. Promover, Promover TV. Karibu sana. Nilikuwa nikisoma Biblia wakati ghafla nuru ya Bwana iliniangazia ndani ya chumba changu na nikasafirishwa kwenda juu mbinguni, ambapo niliona kwamba nilikuwa nikifufuka na wafu katika Kristo waliokuja kutoka pande 4 za ulimwengu. Baada ya kupanda juu angani, mwishowe tulifika mahali angani ambapo kulikuwa na mpaka kati ya uumbaji na umilele. Nilipoangalia nyuma, niliona nyuma yetu nyota za mfumo wetu wa jua. Tulikuwa katika nafasi tupu ambayo ilikuwa ni mpaka kati ya uumbaji nyuma yetu na umilele mbele yetu. Katika nafasi hii tupu, niliona mbele yetu pameandikwa huduma ya nyumbani. Wakati wafu katika Kristo wanaelekea paradiso ya Mungu, hufikia kwanza katika huduma ya mapokezi ya eneo la mbinguni. Tulipofika kwenye mapokezi ya mbinguni, niliona malaika wengi wasio na hesabu wakicheza muziki na muziki wa bendi wa matukio maalum, yani brass bendi. Muziki ulikuwa mkubwa sana. Watakatifu wanapofika katika mpaka huu wa ufalme wa Mungu, walishangaa na kupotea kwa mshangao na pongezi. Hawakuweza kuamini kwamba walikuwa wamefika. Walihisi hawafai kurithi eneo hili la milele la utukufu na nuru ya uwazi. Walikuwa wakimsifu na kumtukuza Bwana kwa kuwa bado walihisi kuwa wao ni wenye dhambi, wasiostahili na wasiostahili utukufu huu. Watakatifu walijazwa na roho ya sifa. Paradiso yenyewe inaonekana kuwa nzuri sana kwao. Utukufu na uzuri wa kila kitu ulizidi matarajio yao makubwa. Nafsi hizi ziligubikwa na unyakuo wa furaha. Sehemu ya mpaka wa ufalme wa umilele ilikuwa mahali pa mkutano kati ya wanafamilia, marafiki na washiriki wa kanisa. Ni mojawapo ya vituo vingi vilivyoko sehemu za mbali za paradiso. Huu ndio ulikuwa utangulizi wa nyumba hii ya mbinguni. Ni mahali ambapo waliokombolewa wanaandaliwa kwa ajili ya utukufu wa jiji. Nilikuwa nikitazama utaratibu mpya wa kuishi na nikamwona mwanamke mmoja, mkazi wa paradiso, akipokea ndugu aliyefika hivi karibuni na akasema, "Karibu Junior, ni kweli ni wewe?" Na Junior akamjibu, "Dada yangu Sofia, kweli, je, wewe ni raia na mkazi wa mbinguni?" Kisha wakaanguka mikononi mwa kila mmoja. Watakatifu wapya waliowasili walipokelewa na marafiki, wanafamilia na jamaa ambao
waliwatangulia katika ulimwengu huu wa mbinguni wa nuru ya uwazi. Hakukuwa na kitu kinachoweza kulinganishwa na muunganiko huu katika eneo hili la mbinguni. Nilishangaa kuona wanaume na wanawake wakiangukiana mikononi na kukumbatiana kwa nguvu. Waliingiwa na furaha kwa kumsifu Mungu na kutoa shukurani kwa kuwapa ruhusa ya kuingia katika ufalme huu wa mwanga wa uwazi. Nikasema, Bwana, kwa nini wanaume na wanawake hawa wanakumbatiana kwa nguvu? Hawajaoana hawa. Huu ni ukosefu wa maadili. Bwana aliniambia, Aston, katika ufalme huu watu wangu wamevaa mwili uliotukuka ambao umepunguzwa hisia za ngono na mwelekeo, kwa kuwa wao si tena wanaume na wanawake. Hakuna ngono katika ulimwengu huu wa nuru. Niliona wanaume wakiwakaribisha wake zao na wake zao wakiwakaribisha waume zao. Niliona kuwa hawakuwa waume na wake tena, kwani wake waliwaita waume zao kaka na waume waliwaita wake zao dada, kwani walikuwa sio wanandoa tena. Hawakuwa waume na wake tena, ingawa muungano ulikuwa bado upo. Nilimwona mwanamke akimpokea mumewe mpya aliyefika mahali hapa pa furaha na raha za milele. Akamwambia mumewe wa duniani, kaka, watoto wanaendeleaje? Wako sawa? Lazima wafuate njia ya Bwana. Nilishangaa kuona mwanamke huyo akimuita mumewe kaka na mumewe akimuita mkewe dada. Katika ukweli huu mpya wa nuru ulikuwa na utimilifu, furaha, mshangao na shangwe kwa wale ambao wamepiga vita vyema vya imani na kushinda. Nilitiwa moyo na kujipa moyo kuona kwamba baada ya kuvumilia, watu hawa waliingia kwenye uwanja wa milele wa furaha ya milele. Hata ikiwa barabara ya kwenda mbinguni ni ngumu, nitavumilia hadi mwisho. Nitaendelea kufua mavazi yangu na kuyafanya meupe. Kulikuwa na muziki katika mapokezi ya mbinguni, kwa maana nilisikia roho hizi zenye furaha zikiimba wimbo huu. Kwa maana yeye ni mtukufu na anastahili kusifiwa. Mwana kondoo ni mtawala, kwa kuwa yeye ni mtukufu na anastahili kusifiwa. Mwana kondoo ni mtawala. Nilisimama na Bwana wakati tulipojumuishwa na malaika kwa mwanga mkali. Nikasema, huu ni wimbo tunaoimba katika nchi. Malaika huyu aliyatambua mawazo yangu na akanijibu, mpendwa, usishangae kusikia wimbo huu wa ibada, kwa kuwa ulitoka kwa Bwana na umetumwa duniani kubariki watu wa Mungu. Pia tunaimba wimbo huu hapa. Nilisikia nyimbo nyingi sana za duniani ambazo zilitoka mbinguni. Niliambiwa hizi ndizo nyimbo za mwanakondoo. Nilikuwa katika unyakuo wa furaha mahali hapa pa majumuiko. Nikasema, Bwana, huna nyimbo mbinguni, ndiyo sababu unaimba nyimbo zetu? Bwana alicheka na kusema, kuwa na amani mwanangu. Ulimwengu umejaa uchafu, kwa hivyo Mungu ametuma neno lake kuponya na kuokoa wengi katika nchi. Hakika nilikuwa nimepotea katika eneo hili la furaha na mziki mkubwa. Ilikuwa ni furaha ambayo hakuna baa wala klabu ya usiku inayoweza kuitoa. Hakuna chochote katika ulimwengu huu unaopita kinachoweza kuwa sawa na furaha inayofurika ambayo ilikuwa imejaa katika roho za watakatifu hawa wenye furaha kati ya malaika wa mbinguni katika uwanja huu wa mbinguni. Imeandikwa katika Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 17 hadi 18, maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya muda wa kitambo tu
yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Watakatifu wapya wa duniani waliwasili, walikaribishwa na kupokelewa na malaika wa nuru, na walielekezwa juu ya uzito wa utukufu uliowekwa mbele yao zaidi katika jiji. Niliona malaika wenye kung'aa wakipokea roho zilizokombolewa na matunda ya dhahabu ya nuru. Nilimuuliza Bwana, "Je, ni matunda gani haya wanayopewa watu hawa?" Bwana alisema, "Matunda haya ya nuru waliopewa washindi ni kwa ajili ya faraja ya roho zao." Nafsi hizi zilizokombolewa zinahitaji faraja, kwani mioyo yao imejaa majeraha, maumivu na machungu ambayo wamekutana nayo ulimwenguni. Wanatoka katika ulimwengu wa maumivu na machozi, wanahitaji faraja. Nilikuwa nikiangalia roho hizi zenye furaha. Nilipoona roho mpya iliyokuja ikila embe, nikasema, "Bwana, mna maembe mbinguni?" Bwana akasema, "Vitu vyote vizuri ambavyo Mungu alifanya duniani pia viko hapa. Kwa kuongezea, katika paradiso ya Mungu utaonja na kula mapishi matamu ya paradiso yaliyopikwa na malaika." Watakatifu waliokombolewa wanaokuja kutoka pembe nne za ulimwengu watapata mapishi yao ya asili na ya kitaifa ndani ya lango la jiji. Watakula chakula walichoacha katika kijiji chao, jiji na nchi yao. Waafrika watapata chakula chao, Wachina na wazungu pia. Jicho halijaona, wala sikio kusikia, wala kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu, vitu ambavyo Mungu amewaandalia wale wampendao. Bwana alisema, watu watapata sehemu ya tamaduni zao katika paradiso kama vile chakula chao. Tulikuwa katika mapokezi ya mbinguni ambapo kulikuwa na muunganiko mkubwa wa marafiki na wanafamilia mahali hapo, ambapo kulijazwa na mziki mzuri wa mbinguni. Kulikuwa na roho nyingi mno zilizokombolewa, zilizowasili kutoka kote ulimwenguni. Walikuwa wamevaa mavazi ya rangi nyeupe kabisa. Niliona malaika wenye kung'aa wakiwahudumia na juisi ya asili iliyotengenezwa na kila aina ya matunda. Sikuwahi kuona aina hiyo ya chupa ya juisi. Nikasema, Bwana, hii ni juisi ya aina gani? Ningependa kuhudumiwa na malaika. Bwana alisema, hali yako ni tofauti. Wewe ni mgeni, lakini hizi roho zilizokombolewa ni washindi. Walipambana na walishinda mbio. Walilipa gharama na walikufa ndani yangu, na walistahili juisi hii ya faraja. Watu wangu lazima wafarijiwe, kwani wanatoka katika mateso ya ulimwengu na vita kubwa dhidi ya shetani. Sasa watafurahi. Ghafla nilisikia mlio wa sauti ya tarumbeta ikilia. Malaika wa Bwana alikuwa akipiga tarumbeta ili kukusanya roho zilizokombolewa mpya kwa ajili ya safari kuelekea lango la milele la paradiso. Niliona watakatifu wasiohesabika wakitengeneza mstari. Kisha ngazi yenye nuru ilishuka kutoka angani. Ilikuwa ikiangaza dhahabu na mwanga mkali. Niliwatazama watakatifu waliokombolewa wakipanda ngazi yenye mwanga. Nuru ya uwazi ya mahali hapa haijapata kuonekana mahali popote katika nchi. Watakatifu hawa waliokombolewa walikuwa waking'aa kama nyota za mbinguni. Bwana alisema, nuru ya roho hizi zilizokombolewa ni matendo yao mema yanayowafuata. Waambie watoto wangu wasichoke kutenda mema. Waambie wasaidie masikini, yatima na wajane.
Waambie wasaidie familia zao kabla ya kusaidia kanisa langu. Lazima wainjilishe kwa kuwa matendo yao yatawafuata. Wale wanaoinjilisha wataangaza zaidi, na wale wanaotumia pesa zao kusaidia masikini, yatima na wajane wataangaza kama anga. Yawapaswa kuwa taa ya ulimwengu. Mwishowe nikaona watakatifu wapya wa mbinguni wakipanda ngazi. Tulipofika mwisho wa juu ya ngazi hii ya nuru, niliona ardhi kubwa kwa kadri ya upeo wa macho yangu. Kwa umbali kidogo, tuliona jiji lenye kung'aa likiangaza nuru kubwa. Tulisimama tukitazama kwa umbali wa kilomita 10, tukitazama mji huu wa dhahabu. Kulikuwa na muziki mzuri uliotoka katika jiji. Ndipo nikaona ubao unaoelea angani. Juu yake ulikuwa umeandikwa, Mwana Kondoo wa Mungu, jiji la nuru ya kustaajabisha. Tulisimama na watakatifu waliokombolewa juu ya mchanga, ambao yalikuwa ni mawe ya thamani mengi yaliyochanganywa pamoja, yakitoa mwanga wa dhahabu wenye rangi nyingi: zumaridi, krisoliti, almasi na dhahabu. Mpendwa, tulisimama tukitazama utukufu wa jiji la milele. Kulikuwa na njia kubwa 12 zinazoongoza kuelekea malango 12 ya jiji. Njia hizi kubwa zilikuwa kama barabara katika ardhi na mpaka, lakini hata hivyo njia hizi hazikuundwa kwa mawe, bali kwa mawe ya thamani ya milele. Niliona kwamba njia 12 zinazoongoza mbinguni zilitenganishwa na bustani ya kijani kibichi kila wakati, na maua ya utukufu usiofifia, na rangi mbalimbali nyingi ambazo sikuwahi kuona chochote hapo kabla ambacho ningeweza kulinganisha. Ndani ya bustani hizi niliona malaika wenye kung'aa wamevaa mavazi meupe. Malaika hawa walishika uvumba ambao walikuwa wakiutingisha, na moshi uliachiliwa na uvumba huu. Kulikuwa na harufu ya manukato ya mbinguni iliyotolewa na moshi wa ubani ambao ulikuwa harufu ya nchi hii ya ajabu. Nilikuwa naangalia utukufu ambao Bwana amewaandalia watu wake. Kisha liliibuka mbele yetu kwa umbali kidogo gari la mbinguni, chini ya usimamizi wa malaika, tayari kuzipokea roho mpya zilizokombolewa ili kuzisafirisha kwenda katika milango ya paradiso. Niliona mkusanyiko huu mkubwa wa malaika na magari ya moto ya mwangaza ambayo yalivutwa na farasi weupe. Kulikuwa na gari za mbinguni zilizovutwa na farasi wawili, farasi 4 na farasi 6. Malaika waendesha farasi hawa waliendesha gari hizi ambazo zilionekana kujaa nuru. Wakati gari la mbinguni lilipofika kwa watakatifu wasiohesabika, niliona katika njia 12 mpanda farasi wa gari la mbinguni akimpandisha mtakatifu mmoja baada ya mwingine kwa wakati. Mpendwa, lazima tupambane, kwani niliona malaika wenye kung'aa wakiwashangaza watakatifu waliokombolewa ambao wameushinda ulimwengu na kurithi kutokufa. Walikuwa na hisia za muhemko kuona wanaume na wanawake wapya ambao wamefika katika ulimwengu huo wa milele. Malaika wa Bwana walikuwa na heshima kubwa na shukurani ya kina kwa watakatifu wapya waliowasili ambao walikuwa wameuepuka udanganyifu. Watakatifu hawa walipendwa na malaika wa mbinguni kwa sababu ya hali ya vita walivyokabiliana navyo duniani. Malaika waliwaangalia watakatifu kwa furaha kubwa, kwani walitoka wakiwa washindi katika vita kubwa dhidi ya dhambi. Ilikuwa ni kitu kikubwa
kuweza kupigana na mfumo wa ulimwengu na kupata ushindi, kwani watakatifu wapya waliowasili wameweza kushinda ulimwengu wa udanganyifu, uchafu na vita vya kiroho vilivyoandaliwa na malaika walioanguka na mapepo. Walivipiga vita vizuri vya imani na walishinda. Kwa hivyo, washindi hawa walizingatiwa sana na kupewa heshima ya juu na malaika. Niliwatazama malaika wakiwapandisha watakatifu kwenye gari la moto, na malaika hawa wenye kung'aa walijihisi duni kuliko watakatifu hawa waliokombolewa, kwani walifurahi kuwaona wale ambao wamepigana na shetani na kuwashinda malaika zake. Ewe mwanadamu, umeinuliwa sana katika ulimwengu wa mbinguni baada ya kushinda vita dhidi ya dhambi, ufisadi na shetani. Malaika walipowasili mbele ya hawa watakatifu waliowasili, walikuwa wanajiangalia kama duni kwa watu hawa waliokuwa bora kuliko wao. Ndipo nikaona mpanda farasi wa magari ya mbinguni akiwaita watakatifu wapya waliowasili, mmoja baada ya mwingine, kupanda gari la nuru. Ilipofika zamu yangu, niliitwa na nikaketi na Bwana ndani ya gari la mbinguni. Haraka nikaona kwamba yule aliyepanda gari hili la mbinguni hakuweza kuendesha. Bwana alisema, yeye hawezi kubeba utukufu wangu, ndio sababu hawezi kuendesha gari. Na kuacha naye na nitakutana naye ndani ya lango la jiji. Wakati Bwana alipoliacha gari, nilijumuika na malaika mwingine anayeng'aa, na haraka yule mpanda farasi wa mbinguni aliingia katika moja ya njia kuu zinazoongoza kuelekea moja ya malango 12 ya paradiso. Niliona kwamba gurudumu la gari hili la mbinguni lilikuwa la dhahabu na likitoa cheche za umeme. Wakati yule mpanda farasi akiendesha gari kwenye barabara hii inayoelekea kwenye mji mtakatifu, niliona malaika wenye kung'aa wakitikisa uvumba ndani ya bustani ya kijani kibichi kila wakati, na miti mizuri na maua ya kila aina. Nilimuuliza malaika niliyekuwa naye, malaika hawa ni akina nani ndani ya bustani hizi zilizojaa nguzo za maua ya mbinguni mazuri kupita maelezo? Siwezi kuelezea nuru iliyoangaza ya uwanja huu wa raha wa utukufu na bustani hizi za maua mazuri. Hali ya hewa katika nchi hii ilikuwa ya baridi ya kuridhisha. Malaika akaniambia, uvumba huu na moshi unaouona ni maombi ya watakatifu wanaoinuka kutoka duniani. Malaika hawa wanaoshika ubani ni makuhani. Wanatoa maombi ya watu wa Mungu, ambao ndio moshi unaotokana na uvumba huu, kama harufu ya manukato iliyojaza bustani hii ya kijani kibichi kila wakati, ambayo ndani yake kulikuwa na madhabahu ya moto unaowaka. Nilimuuliza malaika huyu, je, ni madhabahu gani hizo zilizo pembeni ya malaika hao ndani ya bustani? Malaika alisema, hizi ndizo madhabahu za maombi na utimilifu. Wakati watimilifu wa duniani wanaposali, maombi yao huja kwenye madhabahu ya maombi ya utimilifu. Waambie waendelee kuomba, Bwana ndiye jibu. Niliona madhabahu ya utimilifu ikiwaka kwa moto mkubwa. Malaika alisema, hizi ni madhabahu za maombi za wanaume na wanawake ambao hutumia wakati wao kufunga na kuomba. Wao wamejitolea katika maombi na dhabihu, na kuna moto mkubwa katika madhabahu zao za maombi, na utimilifu wa maombi yao huja chini kwa njia ya moshi. Waambie watoto wa Mungu kujitolea kwa kufunga na kuomba. Hata kama ulimwengu utainuka dhidi yao, watapokea mamlaka kubwa katika ulimwengu wa roho na dhidi ya adui. Tulipopita katika bustani hizi, niliona malaika akitikisa uvumba, lakini hakukuwa na moshi tena.
Malaika niliyokuwa naye alisema, waambie kaka na dada zako, waambie marafiki na familia zako waendelee kuomba. Walakini muumini anayemiliki madhabahu hii ya maombi ameacha kuomba, kwani alipoteza uvumilivu. Waambie watu wa Mungu waombe kila wakati. Tulipofika mwisho wa njia hii ya paradiso, tulifika mbele ya utukufu unaong'aa na ukuta wa jaspa. Ukuta wa jiji umetengenezwa kwa jaspi na mji wa dhahabu safi kama grasi ya uwazi. Mji huo ulikuwa wa ukuta mkubwa na mrefu wenye malango 12 yaliyoandikwa majina ya makabila 12 ya Israeli na malaika 12 milangoni. Mbele ya ukuta mtukufu na uzunguka jiji, niliona malaika 1000 kwa maelfu. Kulikuwa na maelfu ya malaika mbinguni wakicheza mziki mahali hapa. Tuliingia katika malango yake kwa shukurani na katika himaya zake kwa sifa. Tuliingia kwenye bandari ya paradiso tukiimba wimbo wa ibada. Tulikuwa tukishangaa na kushangaa sana. Kisha nikatambulishwa kwa miji 47,000 ya ulimwengu wa mbinguni. Kila mji wa paradiso ulizungukwa na ukuta na kulindwa na malaika, na walikuwa na majina maalum. Kwanza nilitembelea jiji la waliotelekezwa. Kisha nikapelekwa katika jiji la rehema. Tulipofika ndani ya lango la jiji la rehema, niliona malaika wasio na idadi wakicheza nyimbo za mbinguni mbele ya ukuta wa mji. Niligundua kuwa walikuwa wakiimba nyimbo za kusikitisha. Wimbo wa mbinguni ulikuwa juu ya waumini walioasi ambao wamemwacha Bwana kwa raha ya ulimwengu huu. Malaika aliimba kwa waamini waasi wa imani ambao wanapaswa kurudi kwa Bwana. Ingawa hizi zilikuwa nyimbo za kusikitisha, malaika hawakuwa na huzuni, lakini walifurahi, kwani hakuna kitu kama huzuni mbinguni. Walikuwa wakimwimbia Bwana ili kuokoa waasi ambao ni ndugu zao, marafiki na familia ambao wameiacha njia ya Bwana. Mpendwa, wakati lango la jiji la huruma lilifunguliwa, niliona nyumba zisizohesabika za mbinguni mbali kwa upeo wa macho yangu. Hakukuwa na wakazi katika majumba haya ya nuru. Niliona kwamba walikuwa malaika wa Mungu ndani ya majumba haya ya nuru. Ndipo nikaona kwamba nyumba katika jiji la rehema hazikukamilika. Kulikuwa na nyumba ambazo ziko katika hatua ya msingi. Kulikuwa na nyumba katikati na zilikuwa nyumba ambazo zilikuwa zimekamilika. Niliona kwamba matofali ambayo hutumiwa kwa ujenzi wa makao haya ya nuru yalikuwa ya dhahabu na yana majina ya watakatifu ambao walikuwa na mali hizi. Nyumba ya kwanza ambayo niliona kushoto kwangu ilikuwa nyumba ya kifahari. Ilikuwa ni ghorofa ya takriban ngazi 25. Niliona wazi kuwa jengo hili halijakamilika. Majina ya wamiliki wa mali yaliandikwa kwenye kila tofali la jumba hili. Ujenzi ulitakiwa kuendelea, hata hivyo ulisimamishwa. Ndipo nikaona jina la mmiliki kwenye jengo hilo limeandikwa kwenye ubao. Kisha nikaona wajenzi na malaika wa jumba hili wakisimama mbele ya jumba hili la nuru. Nilipoangalia nikaona kwamba walikuwa wakirudia mambo yale yale tena na tena. Walikuwa wakisema, Bwana, msaidie ndugu yetu ambaye amepotoka kurudi kwenye njia. Niliona kwamba wajenzi hawa malaika pia walikuwa wana maombi. Walikuwa wakiwaombea wapotevu waliorudi ulimwenguni. Halafu naona kuwa mbele ya jumba hili ambalo halijakamilika kulikuwa na madhabahu na damu ilikuwa ikitiririka kutoka kwenye madhabahu. Kwa kweli mbele ya makao haya ya nuru katika jiji la rehema kulikuwa na malaika hawa wajenzi wakiingilia kati na walikuwa katika madhabahu za damu.
nikasikia sauti ikitoka kwenye damu iliyokuwa ikitiririka kutoka madhabahuni. Sauti katika damu ilikuwa ikiombea nafsi ya mmiliki wa nyumba hii ya nuru ambayo imepotea na kurudi ulimwenguni. Sikuweza kuelewa kinachotokea hapa. Nikasema, Bwana, kwa nini umenileta hapa? Nilikuwa na malaika wa Mungu wakati ghafla tulijumuishwa na Bwana. Wakati Bwana alipokuja alisema, Aston, jiji hili la rehema na nyumba hizi za Wakristo walikuwa watoto wangu, na walikuwa wakitembea katika neno na kanuni zangu na walinitumikia. Lakini leo ni waasi na wamerudi ulimwenguni. Wengine wametumikia uchawi. Bwana alisema, damu katika madhabahu ni damu iliyomwagwa msalabani, na sauti inayosema katika damu ni maombezi yangu. Ninaomba na kuomba na kulia kila siku kwa roho hizi ambazo zimepotoka kurudi kwenye njia. Ninafanya kila linalowezekana kuwafanya Wakristo hawa waliorudi nyuma warudi kwangu. Ninajaribu njia nyingi kuwafanya warudi, hata wale ambao wameingia katika uchawi na ushirikina. Niliposikia haya sikufurahi. Nikasema, kwa nini Bwana anajali watu wale ambao wameamua kujiingiza kwenye uchawi ili kupata makanisa na pesa? Ulimwenguni tunakosoa na kulaani wachungaji ambao wameamua kujiingiza kwenye uchawi, lakini Bwana bado anawajali. Niliona kwamba Wakristo duniani wana mitazamo tofauti juu ya watu wa Mungu wapotovu ambao wameamua kujiingiza kwenye ushirikina kwa ajili ya kutafuta umaarufu. Nilidhani Bwana alikuwa amewakasirikia, lakini Bwana alikuwa akiomba na kuwalilia ili warudi kwake. Lakini silika yangu ilikuwa kwamba wachungaji hawa wanaomfanyia kazi shetani wanapaswa kulipia matendo yao kuzimu. Bwana alisoma mawazo yangu. Alisema, mbinguni hakuna kinyongo na chuki. Walakini wakati watoto wangu katika ardhi walipogundua kuwa mmoja wao alianguka, akapotoka na akaamua kuwa mchawi, hii hugeuka kuwa mada na uvumi. Na roho iliyopotea inakataliwa kwa sababu ya upungufu wake wa dhambi. Lakini nalia na ninafanya yote ambayo inawezekana ili roho hizi ambazo zimekuwa zikijenga nyumba hizi ziungane na nyumba zao. Watu hawa wamerudi ulimwenguni na wamerudi nyuma, lakini hamu yangu ni kwamba warudi kwenye njia. Bwana alisema, katika ufalme huu hakuna chuki, hakuna uovu na chuki. Mtu hapigani na ndugu yake. Ndugu hawa ambao unafikiri wanapaswa kwenda kuzimu wamejikwaa na kuanguka asubuhi. Hujui ikiwa nawe kama utaanguka jioni. Watakatifu wengi wa dunia hawajui ikiwa wataanguka kesho. Lazima ufuate njia yangu leo. Ninawaombea watu wangu na ninakuomba waombee ndugu zako ambao wameanguka katika dhambi na uchawi. Unapaswa kuomba kwamba warudi kwenye njia. Liambie kanisa lisikatae bali liombe wakati wote. Tazama, haya ndiyo makao yao na majengo yao yanayojaza jiji la rehema. Bwana alisema, jengo hili hapa ni la mtumishi wangu Maria kutoka Uhispania. Alipotoka, lakini nyumba yake ya kifahari imefikia kiwango hiki. Imekaribia kukamilika, kwa maana alikuwa akinihudumia mimi kwa moyo wake wote. Alikuwa akiwatunza yatima, familia yake na kazi yangu. Bwana alisema, liambie kanisa lisaidie kwanza yatima, pili wajane, na tatu familia zao, na kisha kazi yangu. Wakati wowote unapoona mwamini mwenzako akiishi katika dhambi, kwa kuwa umeiona, ni lazima uombe na kumwombea arudi katika njia. Bibi huyo alikuwa akinihudumia kwa uaminifu, na alikuwa akimfanyia mumewe mengi mema.
hadi siku walipomkamata mumewe akifanya uzinzi. Aliumia, alisema moyoni mwake, nimekuwa nikimtumikia Bwana kwa moyo wangu wote na nimekuwa nikimtunza mume wangu, lakini ndivyo anavyonilipa. Hapo ndipo alipokata tamaa na kumlaumu Mungu kwa kile kilichotokea na akarudi ulimwenguni. Nilimtuma mtumishi wangu kwake, lakini aliufanya moyo wake kuwa mgumu, na sasa yuko katika ukahaba. Ndiyo sababu malaika hawa wamesimama hapa wakiomba na kumwomba Mungu amrudishe dada yao njiani. Imeandikwa katika Ezekieli 33:11, sifurahii kufa kwa mtu mwovu, lakini badala yake waovu waache njia zao na kuishi maisha mema. Wapendwa, lazima tuombe kwa ajili ya waasi, kwa kuwa wana nyumba mbinguni ambazo hazina watu na hazijakamilika. Tutaishia hapo kwa sasa. Tafadhali usikose katika sehemu inayofuata. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli wa vyumba 351 vya kuzimu. Ni ushuhuda kutoka kwake Aston Adam Mbaya wa Kongo, ambaye alipelekwa katika vyumba 351 vya kuzimu na kushuhudia mambo mengi ya kustajabisha. Mimi mwandaaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu, jina langu ni Jacktan Msafiri, daktari wa masuala ya kiroho. Napatikana Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini pia unaweza ukapata mwendelezo mfululizo na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu kupitia katika chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. PROMOVER, Promova TV. Lakini pia unapopata ushuhuda wowote kutoka kwetu, kumbuka kusambaza kadri uwezavyo. Hakika utabarikiwa. Lakini kama una maswali, una maoni, una mapendekezo, ama pengine unahitaji msaada wa kiroho, tafadhali wasiliana nasi katika namba hizi. Lakini pia katika namba hizi za simu unaweza ukazitumia iwapo ungependa kuchangia pesa yako ili kuwezesha kipindi hiki. Namba za simu ni hizi: 0784 074 462. Namba nyingine ni 0766 29 43 35. Kiunganishi yani country code ni kujumlisha 255 plus 255 Tanzania. Asante sana kwa kufuatilia na tukutane katika sehemu inayofuata.